Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kuwa vitendo vya vurugu dhidi ya maduka ya Tesla vitachukuliwa kama ugaidi wa ndani, hatua inayoongeza mvutano kati ya serikali yake na kikundi cha waandamanaji kiitwacho Tesla Takedown. Wakosoaji wanasema kuwa uamuzi huu si kwa ajili ya kulinda demokrasia bali ni juhudi za Trump kumkingia kifua mshirika wake wa kisiasa Elon Musk. Hatua hiyo inakuja wakati Tesla inakumbwa na changamoto kubwa, ikiwemo kushuka kwa thamani ya hisa, maandamano makubwa na vitisho vya usalama. Hivi karibuni maduka ya Tesla yamekuwa yakilengwa na mashambulizi, ikiwemo ni pamoja na tukio ambalo lilitokea la kuchoma duka ambalo lilikuwa na magari manne aina ya Cybertruck, ambapo uchunguzi bado unaendelea. Uamuzi wa Trump umezua mjadala mpaka kuhusu ushawishi wa kisiasa katika sekta ya biashara na uhuru wa maandamano. Hii ni moja kati ya taarifa ambazo nimekusogezea kupitia Digital kulingana na kile ambacho kimetokea kati ya Elon Musk pamoja na Donald Trump. Hawa ni watu ambao wamekuwa na ukaribu kabisa kwa mwaka huu 2025. Kwa kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kuwa Donald Trump anamkingia kifua Elon Musk ambaye ni mfanyabiashara mkubwa zaidi duniani. Tunafahamu pia Donald Trump ni moja kati ya watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa sana pia duniani kama ambavyo tunafahamu kwa Elon Musk. Na kumekuwa na picha kadha ambazo zikimuonyesha Trump pamoja na Elon Musk ni watu ambao wapo karibu sana. Sasa hiki ambacho kimetokea kwa sasa nchini Marekani ni kikundi cha waandamanaji ambao wanaitwa Tesla Takedown, ambao wapo kinyume na mpango wa Elon Musk, lakini pia hawasapoti kile ambacho Elon Musk anakifanya kwa kuwa pia yupo karibu na rais wa Marekani Donald Trump. Hivyo baadhi ya wananchi wamekataa na hawaungi hoja na hawakubaliani na makampuni yake, ikiwemo magari ya Cybertruck ambayo pia duka moja lilichomwa likiwa na magari manne. Una mtazamo gani hapo chini kwenye comment? Bye bye, until next time.